Karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu nzuri sana, Si Watu Pete ya Marehemu. Tunaingia sehemu ya pili, na tulipoishia katika sehemu ya kwanza ni pale ambapo Bwana Waridi na familia yake walikuwa makaburini kwa ajili ya zoezi la kwenda kuitafuta ile pete ili waweze kupata utajiri. Lakini Mungu si Athumani. Zoezi lao halikufua dafu, kwani kilichotokea, mtu ambaye walimtegemea angeweza kuwasaidia kupata hiyo pete, ambaye ni Bibi Sangoma, alikaushwa papo hapo mara tu baada ya kwenda kutaka kuivua ile pete. Na baada ya tukio hilo watu wote walikimbia, lakini Bwana Waridi aliona sio kweli arudi makaburini ili aweze kwenda kufukia mwili wa yule bibi marehemu pamoja na wale vijana ambao waliwakuta mazingira yale ya makaburi wakiwa wamefariki kwa tamaa zao za kutaka pia kuitaka ile pete. Ni kitu gani kitaendelea katika sehemu hii ya pili? Nikukaribishe sana na nikuombe uambatane nami tuweze kuwa pamoja katika safari hii. Yaani kila akikumbuka kilichotokea alikuwa anatetemeka mwili mzima. Alijuta kusikiliza ushauri wa wake zake kiukweli. Basi siku hiyo ilipita. Siku iliyofuata familia ya Waridi, kama walivyoonywa, kila mtu alijifanya hajui kilichotokea. Hata wale wavuta bangi waliochomoka na kuacha wenzao wamekufa nao walikaa kimya, maana kila mtu alikuwa anaogopa kwenda kwenye debe. Wenye watoto wao walijaribu kuwatafuta mji mzima, lakini hawakufanikiwa. Walienda mpaka kituo cha polisi, lakini mwezi mzima ulipita huku akina Santos wakiwa hajulikani walipo. Hiyo ilipita na watu walisahaulika kihivyo. Upande huku kwa Ustazi Waridi mambo yalikuwa na muandama, yaani ilikuwa kama laana hivi, maana watu wa benki walikuja na kupiga mnada nyumba yake. Alijikuta anarudi kwenye zile nyumba zake za zamani ambazo alikuwa akapangishia watu. Kila itopo leo maisha yalikuwa yanazidi kuwa magumu. Baba watu alirudi kuuza mitumba tena kama ilivyokuwa awali, na awamu hii hata mitumba ilikuwa haiuziki kabisa. Yaani mtaani ilikuwa ni kusema vibaya kupita kiasi. Kama kawaida wake Ustazi Waridi walirudi kwa michepuko ya watu wenye pesa zao. Maana kusema kweli, kitu ambacho Waridi hata yeye alikuwa anajipongeza ilikuwa ni kuwa wake wazuri. Yaani wake wote watatu bwana huyu walikuwa wazuri, sema ndo matunzo. Waridi alijikuta sasa ameanza kuishi kama hajaoa hivi. Hakuna mtoto wake hata mmoja ambaye alikuwa anamheshimu na kumsikiliza. Ni Si Watu tu ndo alikuwa anamwona Waridi kama baba yake. Basi mwaka mzima ulipita. Waridi alijikuta karudi kule kule. Kazi zote alikuwa anajifanyia, na zile nyepesi ndo alikuwa anasaidiwa na mtoto wake Si Watu. Si Watu alikuwa tayari yupo shule, na kipindi hicho alikuwa darasa la 3. Ila pale nyumbani hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anampenda Si Watu zaidi ya baba yake. Wake Ustazi Waridi walikuwa wanashindana kudanga. Wala walikuwa hawaogopi kabisa, hata mbele ya mume wao walikuwa wanaongea na wapenzi wao kwenye simu. Bahati mbaya siku hiyo mke mdogo au Mama Mwaija akiwa na chati na beshe wake, Ustazi Waridi alinyakua ile simu. Baada ya hapo alienda kujifungia chumbani na kuanza kuangalia vitu gani Mama Mwaija alikuwa na chati mpaka anajisahau. Kipenzi, kwa nini usimwambie huyo fala wako kwamba Mwaija sio mwanawe, ni mtoto wangu? Chande, mwenzako anaogopa. Nitaanzia wapi? Anzia hapo hapo unapopajua. Sasa kama Mwaija mwenyewe nishamwambia na anajua mimi ni baba yake, huyo Waridi unachomwogopa ni kitu gani? Lakini Chande, kumbuka unamtaja tu Mwaija. Ikra, mbona umtaji? Au umesahau naye ni mwanao?
Mama Mwaija, huyu mimi sina uhakika mpaka nipime DNA, maana nilisikia vitetesi kwamba ni mtoto wa Rama. Chande, mimi ndo mama wa hawa watoto. Ikram ni mwanao. Mimi ni Kili tu, huyo mwanangu wa mwisho. Kinubo ndo mtoto wa Rama. Hata ukiangalia wanafanana, lakini sio kwa Ikram. We mwanamke kiboko, ina maana watoto wote watatu sio wa mumeo? Mbona nimeanza kukuogopa? Usikuti hata mimi sio wanangu. Chande bwana, unafikiri ni mimi tu? Hata huyo mke mkubwa wa watoto wawili hata sio huyu bwana, na huyo mwingine mkubwa Idi naye na wasiwasi. Hizo ni message ambazo Waridi alisoma kwenye simu ya Mama Mwaija. Kwanza alihisi mwili unamwaka moto. Joto ambalo alikuwa analihisi lilikuwa sio la dunia hii. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi kweli kweli. Kwanza huyo Chande alikuwa ni rafiki yake toka utoto. Walisoma pamoja na kukua pamoja. Halafu eti ndo kazaa na mkewe, tena watoto wawili. Kilichomchanganya Waridi ni baada ya kuona ile message ya kwamba hata watoto wake wakubwa wa mke mkubwa sio wake. Kwanza kwa pressure tu, bwana Waridi alizimia pale pale. Mlango ulikuja kuvunjwa baada ya masaa kadhaa. Walikuta baba watu kazimia. Mama Idi, mwenzako nimeharibu kila kitu. Nahisi baba Mwaija kajua siri zangu. Siri gani tena? Kajua kwamba Mwaija sio mwanawe? Sio hiyo tu, hata wewe kajua kwamba Anita na Omari sio watoto wake. Wewe mbona unasemaje? Rudia. Ina maana wewe ndo umemwambia huo utumbo? Unakumbuka tulikula kiapo cha kufichiana siri? Mama Mwaija, nikigundua unachokisema ni kweli, hakika nitakuua. Basi Mama Idi ambaye ndo mke mkubwa alijikuta anapagawa baada ya kuambiwa Waridi huenda kajua siri. Siku kadhaa zilipita, Waridi alikaa sawa, ila alikuwa hataki maongezi na mtu hata kidogo. Yaani alikuwa ni mtu wa mawazo. Nimeanza kupata wasiwasi, huenda wote sio watoto wangu, ndio maana ananidharau hivi, au kuna kitu hakiko sawa. Hapana, kwamba Omari sio mwanangu, Ikram sio mwanangu, mbona haiji? Inawezekana vipi? Hii dunia imekuja kuwaje tena jamani? Bwana Waridi alikuwa anajiuliza maswali na kujijibu mwenyewe. Yaani alikuwa na stress kupita kiasi. Siku hiyo Waridi akiwa amekaa na stress zake, huku akiwa na mawazo rukuki. Ghafla pale nyumbani alifika Mr. Chande, ambaye alikuwa mshikaji wake toka kitambo. Wewe Waridi, mbona hivyo ndugu yangu? Tafuta pesa, uache kuwazawaza. Utakuja kufa kwa mawazo. Unajua siku zote nakwambia ndugu yangu, unalalamika wake zako hawajatulia, hata umaskini nao unachangia. Usipokuwa na pesa unaweza kujikuta unaishia kufugia wahuni, halafu akawa anakula tu. Basi kutokana na mazoea ya Chande lilopoka akiamini ni utani, ila kiundani alikuwa anamaanisha. Yaani hasira ambazo Waridi alikuwa nazo hakika zilikuwa zimepitiliza. Sema alijitahidi kuzizuia. Chande, sipo sawa, niache. Baba wa watu alizungumza maneno machache tu. Alikuwa hataki ishali na mtu. Okay, vipi Mama Mwaija yupo? Na mazungumzo naye kidogo. Kuna mambo yetu mzee na shemeji yake. Huenda hayo ni maneno iliyomfanya Mr. Chande atembelewe na Israeli kabla hata sherehe yenyewe kufika. Yale maneno ilifanya hasira za Waridi zifumuke. Yaani alishindwa kujizuia kabisa. Aliona dharau imezidi mpaka ikazidi tena. Pale alipokuwa amekaa, alikuwa amekaa karibu na kibao mbuzi cha kukunia nazi, maana ilikuwa ni nje. Waridi alichukua kile kibao, alikishusha kichwani mwa Chande mpaka kilivunjika. Tena alipiga maeneo ya utosi. Mvua ya damu ilitokea kwa muda mfupi tu pale. Yaani damu ilikuwa inaruka juu isivyo kawaida. Baba, muda huo Mwaija ndo alikuwa anatokea ndani. Kile alichokiona aliita kwa sauti kali na kufanya watu wote watoke ndani.
Waridi alikuwa kazubaa, huku mwili mzima ukiwa unatetemeka. Alikuwa haamini kama yeye ndo kafanya vile. Ule msemo wa hasira ya Sara ulikuwa unapita kichwani mwake. Usafiri ulitoa haraka haraka na Chande kukimbizwa hospitali. Lakini wakati anafika tu pale hospitali, naye Israeli mtoa roho ndo alikuwa anachukua kile kilicho chake. Kiufupi, Mr. Chande aliaga dunia. Muda huo Ustaz Waridi alikuwa kaduaa tu pale kwake, akiwa kama kichaa. Yaani alikuwa haelewi kinachoendelea. We Fala, umemuua mtu alafu umesimama. Kwa taarifa yako, nimepigiwa simu muda huu na Mama Mwaija. Anasema Chande kafariki. Sasa wewe kaa kindezi hivyo, waje kukuzoa. Hayo ni maneno ya Mama Idi iliyomzindua Waridi kutoka kwenye msongo wa mawazo. Hapo sasa baba wa watu ndo akili ilimjia, na aligundua akifanya uzembe kidogo tu anaenda kwenye debe. Waridi haraka haraka alienda ndani kukusanya nguo zake ili asepe na kukimbia mji kabisa. Laiti angejua hata zile nguo angeachana nazo, angetoka mbio bila hata kuingia ndani. Maana baada ya kumaliza kupanga nguo tu, alishangaa anakuja kuitwa na mtoto wake. Hoya Dingi, Mamwela wanakusubiri hapo nje. Ilikuwa maneno ya mtoto Omari. Kwanza Waridi alimkata bonge la jicho ule mtoto, maana kwa SMS alizosoma kwenye simu ya Mama Mwaija, Omari naye alikuwa kimeo. Hebu ongea vizuri we mjinga. Mamwela ndo kina nani? Waridi akiwa na chuki na hasira alifoka. Dingi, yani umeua alafu unauliza Mamwela ndo kina nani? Wewe mzee, unaenda kwenye debe ujue. Mfanya chabo, maskari wanakusubiri nje. Basi Omari akiwa hajari wala nini, aliongea kwa dharau. Huenda kijana Omari alikuwa anajua Waridi sio baba yake mzazi, maana ilikuwa sio kwa kumdharau kule. Kwanza Waridi baada ya kusikia maaskari upo nje, alibaki anatetemeka tu mle ndani. Yaani jasho lilikuwa linamtoka kuliko kawaida. Yaani alitamani dirisha lisingekuwa na nondo ili achomokie hata dirishani. Bwana mkubwa alikuwa kama kachanganyikiwa. Yaani alijikuta anaenda chumbani na kujificha chini ya uvungu wa kitanda. Hoya, mshua yuko tu kwa ndani hataki kutoka. Omari baada ya kufika nje aliamua kumsagia kunguni baba yake. Yaani alikuwa anaona baba yake hata akienda kwenye debe ni sawa tu, maana hana umuhimu wote kwake. Basi askari baada ya kuambiwa hivyo waliingia ndani na kumchomoa Waridi na virungu. Baada ya hapo walimrusha mkuku kwenye karandinga na kuondoka naye. Kitendo cha dakika moja kilienda kuharibu maisha yote ya Waridi. Yaani baba huyo alijuta kabisa kukutana na wanawake aliowaoa. Alitamani hata bora wale ambao wanakufa mabachela na wanakufa bila watoto. Huruma ilikuwa inamuingia na machozi kumtoka kila alipomkumbuka binti yake si watu. Yaani alijua binti huyo atapitia mateso kuliko kawaida, maana familia yake alikuwa anaijua. Basi mazishi ya Mr. Chande ilifanyika. Yaani Mama Mwaija alikuwa analia kuliko hata mke wa Mr. Chande, mpaka watu walibaki kushangaa. Lakini hakuna siri inakaa milele. Kila mtu aligundua Mama Mwaija analia sana kwa sababu Mr. Chande alikuwa mchepuko kutoka miaka 20 iliyopita. Yaani tangia Mama Mwaija anaolewa alikuwa na mahusiano na Chande. Wiki kadhaa zilipita, msiba uliisha. Kwa namna Mama Mwaija na mwanawe Mwaija walikuwa na hasira na Waridi, walienda mpaka kutoa ushahidi mahakamani kushindilia Waridi akauze gerezani. Na kweli ile kesi iliendeshwa miezi 2. Bwana Waridi alikutwa na hatia ya kuua pasi na kukusudia, ikiwa ni wivu wa kimapenzi. Kwa maana hiyo baba si watu alipigwa nyundo ya miaka 30 gerezani. Mwanzo familia ya Bwana Waridi waliona ni sawa tu baba mwenye nyumba kwenda kwenye debe, maana hata hivyo hawaoni umuhimu wake. Ila siku zote baba ni baba tu. Yaani nafasi ya baba haichukuliwi na mama. Na usimdharau baba yako hata kama hana kitu, maana huenda uwepo wake tu
unakufanya wewe uonekane mtu katika watu, na siku zote huwezi kujua umuhimu wa kitu mpaka kitoweke. Baada ya Waridi kwenda gerezani, sasa hapo umuhimu wake ndio ulianza kuonekana. Miezi 3 tu ilitosha kuonyesha umuhimu wake, japo alikuwa sio tajiri. Wewe bi mkubwa, mbona msosi amjaniwekea? Aisee, mnazingua kinoma. Wewe mpuuzi nini? Ikram, wewe sio mtoto tena. Au unataka uwe bogus kama kina Omari? Toka huko ukajitafutie, mimi sina pesa kabisa hapa nilipo. Bi mkubwa unazingua, jana usiku nimekula kiduchu sijashiba. Leo tena kukavu. Aisee, mambo gani haya? Ndio hivyo, nenda kapambane. Wanaume wenzio wanabeba hata mizigo stendi huko, vibarua wanapata pesa. Wewe na hao rafiki zako kina Jay kuto kuzungumzia mpira tu. Yalikuwa majibishano ya Mama Mwaija na mwanawe. Yaani ilikuwa ni njaa tupu. Maana mama alikuwa mvivu, mtoto mvivu. Mama Mwaija, samahani, una viunga hata kidogo humo ndani? Mwanangu Omari ajisikie vizuri. Nilitaka nimkorogea hata viuji. Mama Idi, wanao wamezidi uvivu. Hakuna cha kuumu wala nini, uvivu tu. Hata hivyo unga sina. Unamwona Ikram kakunja sura hapo. Tatizo ndio hilo hilo, chakula. Kama kweli nimeamini msemo usizalau jicho la chongo lilopewa, wakati mwenzio kapewa kipofu. Yaani bora jino kipande kuliko huwa kibogoyo. Tangia baba Idi aende jela. Hakika sielewi kabisa maisha tunayoishi. Rama si yupo, lakini si uende akakupe sapampa kama mwanzo. Mara Mama Mwaija, Rama mtu wangu, nimetoka naye mbali. Haya, kiko wapi sasa? Siku zote mwanaume wa nje anakupenda ukiwa unahudumiwa na mumeo. Umeona saizi hataki hata kukuona. Mama Mwaija, naona umeanza kunitafuta sio? Wanabipo subiri utapigiwa. Pale nyumbani ilikuwa vurugu vurumai. Yaani kila mtu alikuwa haielewi. Njaa tu ilikuwa inawapa somo. Sasa ndani ya familia hili njaa ilikuwa inanena mpaka kiratini. Yaani watoto wale Ustazi Waridi walikuwa wamelelewa na mama zao katika malezi ya kwa uvivu. Kwa hiyo pale nyumbani hakuna ambaye alikuwa anaweza kwenda mtaani kutafuta ugali. Miezi 3 ilipita. Yaani hapo ndio ilikuwa balaa tupo. Wake wa Waridi umri wenyewe ulikuwa umesonga kiasi kwamba hata kudanga walikuwa hawawezi. Zaidi ni michepuko ya hapa na pale ambayo haina faida. Kiufupi ule msemo wa mshangazi hahongwi ndio ulikuwa unatawala. Shida baada ya kuzidi pale nyumbani, Idi na wadogo zake walijikuta wameingia kwenye kazi za wizi, huku wale wa kike wakiingia barabarani kujiuza. Mama Idi alikuwa anaona kabisa maisha ya watoto wake ndio yanaharibika, huku akiwa anaona. Yaani alikumbuka hata zile senti za Waridi ambazo zilikuwa zinafanya watoto walau watulie nyumbani na kuachana tamaa za ovyo ovyo. Upande mtoto Siwatu mambo ndio yalikuwa magumu zaidi. Hakuna mtu alikuwa anamjali tena Siwatu. Yaani Siwatu hata shule aliacha. Pakikucha tu Siwatu alikuwa anaamka asubuhi anaenda mtaani kutafuta vibarua. Na kilichokuwa kinamsaidia Siwatu pamoja na umri kwa mdogo, ila alikuwa na umbo kubwa, hata nguvu alikuwa nazo. Wewe mtoto utaweza kazi kweli? Halafu wewe unasoma? Mimi sisomi, nimemaliza darasa la 7 nikafeli. Kazi ndio naweza. Huo ndio ulikuwa uongo wa Siwatu. Kila anapoenda kuomba kibarua, na kutokana na mwili wake wengi walikuwa naamini alimaliza darasa la 7. Siwatu rasmi alianza kufanya kazi kwenye mgahawa wa mama mmoja hivi. Na mama huyo alikuwa ni mtu muungwana sana. Maana pamoja na kwamba Siwatu alikuwa anakula pale pale, ila ikifika jioni Siwatu alikuwa analipwa 2,000. Siwatu alifanya kazi pale kwa mama yule karibia miezi 7. Basi watoto wakubwa Ustazi Waridi walianza kumtisha ule mama kwamba kwa nini kamwajiri mwanafunzi? Yaani mtoto kakatishwa masomo na kwenda kufanya kazi. Yote hiyo ilikuwa ni wivu tu, kwa sababu waliona Siwatu hateseki kama wanavyoteseka wao. Binti Siwatu walifukuzwa kazi pale kwa yule mama. Siwatu
alikuwa katunza pesa kama 100,000 hivi kwa kipindi chote alichofanya kazi pale kwa yule mama. Baada ya Siwatu kufukuzwa kazi, aliona sio kesi. Mtoto aliamua kuchukua nusu ya pesa, alienda kujumua matunda. Baada ya hapo, alinunua beseni lake na kuanza kutembeza mtaani. Kiukweli Siwatu alikuwa na nyota ya biashara, hata bahati pia alikuwa nayo. Juhudi ya Siwatu ilizaa matunda. Mtoto wa miaka 9 kuelekea 10 tu alifungua genge la matunda pale mtaani. Kila mtu alikuwa anamshangaa Siwatu. Wale wa kumsifia walikuwa wanamsifia, wale wa kumwonea wivu nao hivyo hivyo. Basi Siwatu alijikuta yeye ndo anageuka tegemezi kwa ndugu zake, yaani akina Mama Idi. Bila aibu walikuwa hawakauki kwenye genge la Siwatu kuomba 200 vya kununua mboga. Mtoto Siwatu alikuwa hana hiana, pesa alikuwa anatoa. Yaani baada kama mwaka sasa, yeye ndo aligeuka kama Waridi, maana ndo alikuwa analisha familia. Mwaija, hivi nyie Siwatu wanawashinda nini? Mtoto mdogo hata ubwabwa wa shingo haujamtoka, ana akili kushinda mijitu mizima. Badala ya kutafuta bwana wa maana hata muolewe, mnaenda kutembea na wavuta bangi. Haya, mwanaume kama Fadhili atakusaidia nini kwenye maisha yako? Na Mwaija, na kuonya, ukija kuniletea mimba hapa nyumbani utajua kukuipeleka. Basi maneno yalikuwa hayakauki kumsifia Siwatu. Yaani wake wote Ustazi Waridi walikuwa wameanza kumsifia Siwatu, huku wakitaka watoto wao wawe wachapakazi kama Siwatu. Na alikuwa amesahau kabisa kama malezi aliyokulia Siwatu na watoto wao ni vitu viwili tofauti. Basi siku zote wivu ni adui wa maendeleo. Yaani ile hali ya kina Umali kufokewa hovyo na mama zao kisa tu Siwatu anawashinda maarifa. Aise, waliamua kumuundia mpango kazi Siwatu. Yaani watoto wote wa Ustazi Waridi walipanga mpango. Ni kweli, wiki moja ilipita, mtoto Siwatu alikutana na mfilisiko wa mwaka. Yaani kule kulikuwa sio kufilisika, bali ni kudondoka. Siwatu alikuwa anatunza chumbani kwake pesa. Siku hiyo anarudi gengeni, alikuta pesa zote karibia 400,000 na kitu zimeibiwa. Haikuishia hapo. Kulipokucha pale gengeni palikuwa pamesafishwa. Yaani hakukuta kitu. Kiufupi aliibiwa kila kitu. Aise, Siwatu alilia mpaka sauti ilimkauka. Watu walimwonea huruma mno. Walilaani kabisa mtu alimfanyia hivyo. Nimeamini hii dunia hawana huruma kabisa. Yaani mtoto anapambana, lakini bila aibu anakuja kumwibia. Watakuwa ni hao kaka zake. Maana watoto wa Ustazi Waridi wamekuwa wezi, hapana mchezo. Yalikuwa ni miongoni mwa maneno ya watu wa mtaani. Siwatu alipewa maneno ya kufarijiwa na watu wazima, lakini hata ikusaidia, maana ndo ilikuwa kafirisiwa kabisa. Basi Siwatu alibaki mtu nyumbani. Siku zote mwenye nacho ndo anaheshimika. Yaani wake Ustazi Waridi walianza kumnyanyasa upya Siwatu. Yaani pale nyumbani ilikuwa manyanyaso kwenda mbele. Miaka 2 ilipita huko Siwatu akiwa hajapata kibarua chochote cha kueleweka. Maana kila akipata kazi kaka zake walikuwa wanaenda kuleta vurugu na kutoa vitisho mpaka Siwatu anafukuzwa kazi. Siwatu alijikuta anaishia kufanyia kazi chakula tu. Yaani anaenda kwa mama ntilie, anaomba kazi hata ya kuosha vyombo, akipewa chakula inatosha. Miaka yote hiyo Siwatu alikuwa haachi kutembelea kaburi la mama yake kusafisha. Yaani kila mwisho wa mwezi ilikuwa lazima Siwatu aende kusafisha kaburi la mama yake. Miaka kadhaa ilipita. Akiwa katimiza miaka 15, alitimuliwa pale nyumbani. Siwatu, kile chumba chako tumepata mpangaji, atakuwa analipia 50,000 kwa mwezi. Hiyo ndo taarifa aliyoletewa siku hiyo Siwatu alipouliza kuhusu yeye atakuwa analala wapi. Alijibiwa atajua yeye. Sasa kuniuliza utalala wapi hiyo, mimi sio jukumu langu.
Kama utalala nje ni wewe, kama utatafuta pa kulala hiyo ni juu yako. Ila ndo hivyo, chumba kimepata mteja na kesho anahamia. Yalikuwa maneno ya Mama Idi. Akimjibu Siwatu tena kwa chuki kabisa. Ni kweli siku iliyofuata kuna mama mtu mzima akiwa na watoto wawili walihamia pale. Siwatu kipindi hicho alikuwa hana hata senti kwamba ataenda kupanga chumba. Siwatu ilibidi aende kuomba alale chumba na dada zake ambao ni kina Mwaija. Haise, aliporomoshiwa bonge la matusi, yani alijuta hata kwenda kuomba huo msaada. Siku zote unaweza kuhisi unampiga chura teke kumkomoa, kumbe unamuongezea safari. Siwatu baada ya kutoka pale alilala kwenye makorido ya watu na mapagala wiki kama moja hivi. Baada ya hapo alipata kazi za ndani kwa mama mmoja ambaye alikuwa mtaa wa pili kutoka mtaa ule. Japokuwa alikuwa ananyanyaswa, ila kutokana na shida alivumilia hivyo hivyo. Alifanya kazi pale kwa mama miezi 5 tu. Alitumuliwa kazi kama kawaida. Vitisho vya kinaidi vilifanya afukuzwe kazi. Yaani walikuwa hawapendi kabisa Siwatu aishi kwa amani. Siwatu alikuwa kapata pesa kama 1,500,000 kwa ile miezi alifanya kazi pale. Alichofanya Siwatu, alienda kutafuta chumba cha 30,000. Alilipia miezi 3. Baada ya hapo alinunua mkeka kama godoro na pesa kidogo alizobakiwa nazo alianza biashara ya kuzungusha mboga za majani. Yaani ikifika asubuhi anaenda kujumua mboga za majani nje ya mji, halafu anarudi na kuzungusha. Ule utamaduni wake wa kwenda kwenye kaburi la mama yake kila mwisho wa mwezi kufanya usafi hakuacha. Pia akipata muda alikuwa anakumbuka kwenda gerezani kumwona baba yake. Basi baada ya miezi kadhaa, siku hiyo kama kawaida, Siwatu akiwa katoka kuzungusha mboga, aliamua kupitia makaburini ili akaone kama kuna haja ya kusafisha ili kesho yake asubuhi awahi kuja kusafisha. Ilikuwa ni jioni tulivu kabisa, ikiwa imepambwa na manyunyu na mvua kwa mbali, na zilikuwa zile mvua za mwanzo mwa kifuku. Kwanza kabla hata hajafika kwenye kaburi la mama yake, kwa mbali Siwatu aliona kuna kitu kinang'aa kuliko kawaida juu ya kaburi. Hali hiyo kiukweli ilimtisha mno Siwatu kiasi kwamba alitaka mpaka kurudi, maana maeneo yale palikuwa ni shamba la makaburi. Kwa hiyo palikuwa na makaburi mengi tu. Siwatu alijipa ujasiri wa kusogea mbele zaidi, lakini kadri alivyozidi kusogea aligundua ni kama kile king'aacho kipo juu ya kaburi la mama yake. Ni kweli alifika mpaka kwenye kaburi la mama yake. Alipochunguza vizuri ilikuwa ni pete ipo juu ya kaburi. Ilikuwa inang'aa mno. Siwatu alikuwa haelewi imefikaje pale. Na katika kumbukumbu zake alikuwa haikumbuki kabisa ile pete kama amewahi kuiona. Maana hata hivyo kipindi hicho mama yake anakufa alikuwa mdogo. Kwa hiyo baadhi ya matukio alikuwa hakumbuki kabisa. Ni pete. Imefuata nini kwenye kaburi la mama yangu? Nani kaileta? Halafu mbona inang'aa hivi? Siwatu alijiuliza maswali ambayo hata kumjibu kuwepo. Siwatu hakutaka hata kuigusa. Aliangalia tu mazingira ya kaburi, aliona kuna vinyasi vimeota. Basi alipanga kwamba ikifika asubuhi atakuja kusafisha. Maana alikuwa hataki kuona hata chembe ya nyasi ikisogelea kaburi la mama yake. Siwatu aliondoka na kurudi nyumbani huku akiwa kachoka hoi, maana alikuwa kapiga mizunguko tangia asubuhi mpaka jioni. Masaa ilisogea, mtoto wa kike alipika na kula kisha alilala. Ilipofika usiku wa manane, Siwatu akiwa amelala, aliota ndoto ya kutisha mno. Yaani aliota amevaa ile pete aliyoiona makaburini. Na kaka zake kina Umali walikuwa wamembeba kwenye mfuko na kisha kwenda kumtupa kwenye poli la kutisha la wanyama wakali. Ghafla Siwatu alikuwa anahangaika kule polini. Alitokewa na kundi la mbwa mwitu wakiwa zaidi ya 20, huku akionekana wana njaa kali mno. Siwatu kiukweli alihisi amefariki, huku akiwa anatetemeka akiamini anaenda kuliwa na mbwa,
lakini ghafla mwanga wa ajabu ulitoka kwenye pete ambayo alikuwa kavaa, na wale mbwa baada ya kuona ule mwanga wote walikimbia na kupotea kabisa. Hii ndio ndoto ambayo Siwatu aliota. Baada ya hapo mtoto huyu alistuka huku jasho lilikuwa linamtoka mwili mzima, yaani alikuwa na hema kuliko kawaida. Mkeka ulikuwa umelowa jasho, lakini muda ule ule akiwa bado hajapumua vizuri kutoka kwenye ile ndoto kutisha, alihisi mlango wa geto lake unavunjwa. Baada ya dakika 2 tu kufumba na kufumbua, Siwatu alishangaa watu wanavamia ndani, japo walikuwa wamevalia mizura ya kuziba uso. Siwatu aligundua ni kaka zake kina Omari wakiwa wameambatana na rafiki zao. Aise, binadamu hawana huruma. Pesa zote ambazo Siwatu alikuwa kakusanya kwenye biashara yake miezi kadhaa, huku akiwa na lengo la kununua godoro, walipola. Yaani Siwatu hakubakiwa hata na shilingi 10. Alibakia kama alivyo. Hata baadhi ya vyombo kama masufuria na beseni ambalo alikuwa anatembezea mboga walibeba. Hakika Siwatu alilia mpaka kuna kucha. Watu walishia kumpa pole tu pasi na msaada wowote. Siwatu alitamani hata aende kulipoti kituo cha polisi, lakini aliona wacha amwachie Mungu. Siku hiyo Siwatu hata kule makaburini alikokuwa amepanga kwenda hakwenda tena, maana alishinda akilia pale nyumbani. Jioni ilipofika, Siwatu alikuwa apunguze unyonge. Aliamua kwenda nyumbani kwao, yaani kwa Ustaz Waridi, na kweli alikuta mama zake wakubwa wote wapo. Siwatu alitoa malalamiko yake juu ya kuibiwa, huku akiwataja kinaidi kama ndo husika. Siwatu alichambulia. Yalikuwa ni makofi na matusi kutoka kwa kina Mama Idi. Yaani alipewa onyo la mwanaukome. Hata kipigo alikipata cha maana. Siwatu alirudi nyumbani akiwa anajilaumu kwamba alienda kufanya nini. Yaani mtoto wa kike alijikuta mpaka anaanza kufikiria kuhama mji, maana alikuwa na andamu kuliko kawaida. Siku hiyo ilipita. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Siwatu ilibidi aelekee makaburini kufanya usafi, maana jana yake alikuwa hajaenda. Lakini kitu cha kushangaza, ile pete Siwatu alikuta ipo pale pale alipoiacha juzi yake. Ina maana hii pete haina mwenyewe. Kuna pete nzuri hivi, halafu imetupwa kijinga hivi. Siwatu alijiuliza maswali ambayo alikosa majibu. Siwatu alikumbuka ndoto aliyoiota huku akiwa kaivaa ile pete. Japo alikuwa na hofu, ila kuna roho ilimsukuma Siwatu kuchukua ile pete. Mtoto huyu kweli alichukua, kisha alijaribu kuweka kwenye kidole chake kama inamtosha. Kwanza baada ya kuivaa ile pete, alihisi mwili wake unasisimka mno na mwanga mkali ulitoka kwenye ile pete. Siwatu alijikuta kaipenda ile pete. Basi alitaka kuivua ili itunze, maana ulikuwa ni muda wa kazi na hakutaka kuichafua. Lakini kizaazaa kilikuwa kwenye kuivua. Siwatu alikaa mpaka chini, lakini pete pale kidoleni iligoma kutoka. Wasiwasi ulianza kumwingia Siwatu kuhusu ile pete, maana ilikuwa ni ajabu. Pete inakatalia kidoleni, na sio kwamba ilikuwa imembana kiasi kwamba unaweza sema imeshika kidole sana. Rahasha, ilikuwa kawaida tu, ilikuwa inazunguka vizuri, ila sasa kuichomoa ndio ilikuwa mtihani. Siwatu aliamua kufanya kazi hiyo hiyo huku ile pete ikiwa mkononi. Pamoja na kwamba Siwatu alikuwa anashika nyasi zenye tope na kushika udongo, lakini ile pete ilikuwa haichafuki, yaani hata kuloana. Muda wote ilikuwa ni kavu, japo ilikuwa imepunguza kung'aa. Baada ya kazi, Siwatu alirudi nyumbani, huku njia nzima akiwa anajaribu kuvua ile pete bila mafanikio. Mama Nifa, shikamoo. Samahani, unaweza kunisaidia kuvuta hii pete? Baada ya kufika pale nyumbani, alimkuta mama mwenye nyumba wake kaka kibarazani. Ilibidi Siwatu aombe msaada. Kwani umeitolea wapi mpaka umeshindwa kuivua?
Nilinunua kwenye mitumba tu. Si watu walidanganya. Aliogopa kusema kaiokota, maana alihisi kusema hivyo hataonekana hamnazo kuokota vitu ovyo ovyo. Si watu alisogea pale alipokaa yule mama. Ni kweli mama wa watu aliweka kitambaa chake chini ambacho alikuwa anafuma ili kuifuta ile pete. Astaghfirullah, Mtume. Shoti aliupigwa yule mama ilikuwa sio ya kawaida. Yaani mpaka si watu walihisi ule mtetemo kama kwa pigo yeye. Pale pale mama yule, damu zikiwa zinamtoka puani, mdomoni, mpaka kwenye masikio, alidondoka chini. Si watu alijaribu kuita huko akimsemesha, lakini ndo kwanza hali ilizidi kuwa mbaya. Pale pale mama wa watu hakuchukua hata laundi, alipoteza maisha. Si watu kiukweli alipagawa. Ila bahati nzuri mtoto wa kike akili ilikuwa inachaji haraka. Alikumbuka uzembe wa baba yake ulipofanya akaenda kwenye debe. Si watu akiwa hajaona na mtu yoyote, chapu kwa haraka aliondoka pale nyumbani kama hakuwepo hivi. Yaani alienda kutulia sehemu akiwa anasikilizia, maana alikuwa anaamini mama Nifa ataamka, huenda kazimia tu. Si watu walisubiri mpaka giza ndo aliamua kurudi nyumbani, huku akiwa na mawenge. Yaani alikuwa anarudi kwa kuchungulia, lakini moyo uliongeza kudunda zaidi baada ya kugundua pale nyumbani kwa mama Nifa kuna msiba. Sheila, kwani kuna nini? Mbona watu wengi? Si watu ilibidi amuulize binti ambaye walikuwa wanajuana naye. Alikuwa ni pale pale mtaani. Si watu. Ina maana hujasikia shoga yangu? Mama Nifa kafa na inasadikika kauawa na watu wasiojulikana. Maana alikutwa tu barazani kwake kalala chini, damu zilikuwa zimetapakaa chini. Na muda huu tunazungumza wote baba yake Halima yupo kituoni. Maana inasadikika yeye ndo alikutwa eneo la tukio. Yalikuwa ni maelezo ambayo si watu walipewa. Kwanza alishika kichwa kana kwamba hajui lilotokea. Kiukweli siku hiyo si watu hakulala. Yaani hakupata hata lepe la usingizi. Usiku kucha alikuwa anapambana kuitoa ile pete, lakini alishindwa. Alijaribu kupaka sabuni, sijui mafuta ya kupikia kwenye kidole, kuweka utelezi, lakini hiyo haikusaidia. Hatimaye palikucha na msiba ule ulikuwa na watu wengi mno, maana ulikuwa ni msiba wa ghafla. Kila mtu pale msibani alikuwa anasema lake kuhusu kifo cha mama Nifa. Wengi walikuwa wanamtetea baba ambaye alikuwa akakamatwa kwa tuhuma za kumuua mama Nifa. Baba huyo alikuwa ni miongoni mwa baba wastaarabu mno pale mtaani. Yaani alikuwa anategemewa na watu pale mtaani kwa busara zake. Siku kadhaa zilipita na msiba wa mama Nifa uliisha, lakini uhalisia wa kile kilichomuua mama Nifa hakuna mtu alikuwa anajua. Hata yule baba aliachiwa kwa sababu hakukuwa na ushahidi wowote. Si watu kwa mawazo na presha ambayo alikuwa nayo pale kwenye nyumba ya mama Nifa, aliamua kuhama kabisa. Yaani japokuwa alikuwa hana kodi ya kulipa, ila aliona kuendelea kukaa pale atakuja kufa kwa mawazo. Si watu aliendelea kuomba hifadhi kwa mama mmoja hivi mjane ambaye mama huyo walikuwa wamezoeana na si watu kutokana na ile biashara yao. Maana hata mama huyo naye alikuwa anafanya ile kazi ya kuuza mboga. Kwa kuwa si watu alikuwa kwa porwa pesa zote, aliamua kukopa 10,000 kwa mama yule kama mtaji, na kweli baada ya hapo arudi mzigoni kama kawaida kuzungusha mboga. Kwenye ile pete alitafuta kakitambaa ndo alikuwa anafunga. Kwa hiyo ilikuwa mara chache sana kuonekana. Ile mbaya zaidi, akifunga kitambaa alikuwa anahisi joto la hatari mno kwenye kidole chake. Yaani ilikuwa inafika muda mpaka anahisi kuungua. Uvumilivu ulimshinda si watu kukaa na siri. Aliona haitasaidia. Aliamua kumsimulia yule mama ambaye alikuwa anaishi naye. Yaani si watu alikuwa anaona liwalo na liwe, mficha marazi kifo humuumbua.
maana ilifika kipindi alikuwa anatamani hata kukata kile kidole kwa jinsi ile pete ilivyokuwa inamtisha. Siwatu alimsimulia yule mama kila kitu mpaka kifo cha mama Nifa. Siwatu, huyu story ya hivyo nimewahi kuzisoma kwenye vitabu enzi hizo. Pia kuna movie niliangalia hivyo hivyo, mtu aliyekutaga pete kumbe ni pete ya jini. Yaani hiyo bila shaka ni pete ya jini. Mama yule aliongea maneno ya kumtisha zaidi Siwatu. Mama, kwa hiyo unafanyaje mwenzako? Yaani naogopa kuliko kawaida. Nimejaribu kuivua na shindwa. Siwatu, jiandae, kuna mganga namjua. Kesho mapema tunafunga safari kwenda huko. Nawe ni shilingi 4,000 kwenda 4,000 kurudi, sijui kama unazo. Kwa kweli mimi nilionayo hapa, sidhani kama itatosha kwenda na kurudi. Maana nahisi nitakula mpaka mtaji ulionikopesha. Basi wewe usijali, mimi nitatoa yangu. Ila lazima tujue hiyo pete ni aina gani. Maana unaweza kuwa unatembea na kifo na ujui. Kitu kingine Siwatu, usije ukaropoka kwa mtu mwingine kwamba kifo cha mama Nifa kimetokea na hii pete. La sivyo utaenda kuozea gerezani kama baba yako. Basi mama yule ambaye alikuwa ni mama mstaarabu mno, aliamua kulichukua tatizo la Siwatu kama lake. Mama huyu katika maisha yake alikuwa amebahatika kupata mtoto mmoja tu, na mtoto huyo bahati mbaya alikuwa ameshafariki miaka kadhaa iliyopita, tena kwa kujiua baada ya kubakwa akiwa anatokea shuleni. Kwa hiyo mama huyu alikuwa anaishigi peke yake tu, na mbaya zaidi ndugu walikuwa wamemtenga kwa kuamini ni mchawi na yeye na walimuua mwanawe, japokuwa alikuwa ni mama mstaarabu mno. Basi siku hiyo ilipita. Kulipokuja tu asubuhi na mapema, wawili hawa walifunga safari mpaka kwa mganga. Ilikuwa ni mbali kidogo. Walifika kwa mtaalamu. Alikuwa ni baba mtu mzima, na mtaalamu huyo alikuwa naaminika mno. Hata walipofika pale, walikuta kuna baadhi ya watu wachache wanangoja huduma kama kawaida. Nao walikaa kwenye foleni na kusubiri, ila watu wengi pale kwa mtaalamu walikuwa wanaiangalia mno ile pete Siwatu. Maana kuna muda ilikuwa inang'aa kama dhahabu hivi. Na kweli ukiangalia ilikuwa ni dhahabu tupu. Atakuwa mtoto wa kibosi huyo. Yaani anatembea na utajiri kidoleni. Aise, kuna watu wanaishi jamani. Usikute ni bati na wewe. Siku hizi vitu feki vipo vingi. Kaka, dhahabu naijua, hanidanganyi mtu. Ile ni kitu uji kabisa. Basi haya yalikuwa mazungumzo ya kaka wawili ambao nao walikuwa nasubiri huduma. Zamu ya Siwatu na ule mama ilifika, waliingia mle ndani kwa mtaalamu. Kwanza ule mtaalamu alipoiangalia ile pete alihisi kitu cha tofauti. Kabla ya yote, funika hiyo pete yako. Yule baba akiwa kama na hasira aliongea. Yaani alihisi kama amekuja kujaribiwa hivi. Shida nini? Mtaalamu akiwa kama na visilani aliuliza. Basi ilibidi Siwatu aanze kuelezea mwanzo mpaka mwisho kuhusu ile pete. Binti, sikiliza. Umewahi kusikia kuna mti ni dawa, pia ni sumu. Sasa kama umewahi kusikia ndo hiyo pete. Hiyo pete ni mbaya endapo ukatumia vibaya. Pia ni nzuri endapo utatumia vizuri. Sasa nakuelekeza kwa mtu ambaye ni mwalimu wangu. Mimi ndo ataweza kukusaidia kwenye hili tatizo. Maana kwa nguvu zangu hili ni zito. Ila kabla hujaondoka, umesema kuna mtu alikufa baada ya kuigusa. Hiyo pete asiguse mtu yoyote ambaye amewahi kushiriki mapenzi, awe wa kike au wa kiume. Kiufupi, ni pete inaruhusiwa kuguswa na mabikira tu. Akigusa tofauti na hapo, basi ujue hana uhai. Ndio maana nasema hiyo pete ni sawa na mti wa sumu na dawa. Yule baba aliamua kutoa maelezo machache ambayo anayejua kuhusu ile pete. Alikuwa sio mara ya kwanza kukutana na pete kama ile kwenye maisha yake. Kipindi cha nyuma alikuwa anakutana na kesi kama ile. Basi mtaalamu yule ilibidi awaelekeze kwa mtaalamu mwingine ambaye sasa alikuwa anaishi milimani. Kutoka pale kwenda huko
ulikuwa unatumia siku 2 njiani, na ilikuwa hakuna usafiri, ni miguu kwa mguu, maana ilikuwa ni mapoli kwa mapoli. Mama yule kiukweli hakumwachia swala lile si watu peke yake, yaani alijitoa kama ni jambo lake. Kiukweli walitembea mpaka miguu ilijisemea kwamba imechoka. Baada ya siku 2 walifika sehemu husika. Ni watu wachache mno ambao walikuwa wanafika kwa mtaalamu huyo, maana ilikuwa mbali alafu ni milimani. Kwanza walipofika tu pale kwa mtaalamu, palikuwa pametulia tuli, yaani palikuwa panatisha. Hakuna hata sauti ya ndege ambayo ilikuwa inasikika. Ni kitu gani kitaendelea baada ya si watu na huyu mama kuwasili nyumbani hapa kwa mganga? Nikukaribishe sana katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu, na nikukumbusha tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata simulizi zetu kwa wakati husika.